Afya ya akili ni afya, tujikubali, tujijali. Ninaomba sehemu ya hotuba hii iwe kuhimizana upendo. Kila ukikaa iweke nafsi yako na kusema kamwe usiwe sehemu ya changamoto ya akili ya mtu mwingine, na Mungu akatusaidie katika hilo. Tumeelezwa afya ya akili haichagui umri. Changamoto ya afya ya akili haichagui umri, haichagui jinsia, haichagui cheo, haichagui dini, haichagui kabila. Kwa hiyo ukicheza kidogo tu, sisi wote ni wagonjwa watarajiwa. Katika kusema hayo, ninaomba kutoa rai. Tunatambua kwamba wagonjwa wengi ambao wenzetu tayari wameshathibitika kuwa na changamoto ya afya ya akili wanapitia changamoto ya kujihisi kutengwa, kunyanyapaliwa, kutosikilizwa. Sisi jamii ya leo tuliokutana hapa tukapate kuwa mabalozi wa hapa na huko nje, tukajitahidi kuondoa unyanyapaa kwa wenzetu. Jamii bila unyanyapaa inawezekana. Leo hatujakusanyika tu kwa matembezi, bali tumekutana kuonyesha upendo wa kweli, upendo unaogusa mioyo ya watu wanaopitia changamoto za afya ya akili. Kwa muda mrefu changamoto za afya ya akili zimekuwa zikiongelewa kwa sauti ndogo, na mara nyingine watu wanaopitia hali hizi wamejikuta wakitengwa, wakinyanyapaliwa na kukosa msaada unaohitajika. Ukweli ni kwamba afya ya akili ni sehemu ya afya ya binadamu kama ilivyo afya ya mwili. Ndio maana tunasema kwa pamoja, afya ya akili ni afya, jijali, jikubali. Leo tunatuma ujumbe mmoja tu wa muhimu kwa jamii. Mimi kama mwandaji wa kamati hii na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya tukio hili, hakuna mtu anayepaswa kubaki peke yake kwenye changamoto za maisha. Kila mmoja wetu ana nafasi ya kuwa sehemu ya suluhisho kwa kusikiliza, kwa kuonyesha huruma na kwa kutoa msaada, kwa kuondoa unyanyapaa unaowakabili watu wenye changamoto za afya ya akili. Tukio la leo pia ni wito wa taasisi, viongozi, familia na jamii nzima kuendelea kushirikiana kuhakikisha huduma ya afya ya akili zinapatikana, elimu inaongezeka na mazingira salama yanajengwa kwa kila anayehitaji msaada wa mwenye changamoto ya afya ya akili. Ndugu zangu, Valentine ya kweli si maua tu wala si zawadi pekee. Valentine ya kweli ni moyo wa kujali, mkono wa kusaidia na neno la faraja kwa anayehitaji. Hospitali ya Mirembe, nikirudia tena, tumekuwa tukifanya mbinu mbalimbali za kuboresha mazingira. Kama nilivyosema, ongeza baadhi ya majengo. Upande wangu wa kushoto tunajenga jengo la maabara kwa kupitia fedha kutoka Wizara ya Afya, ambayo itakuwa ni maabara ya kisasa sana. Lakini katika kupanua wigo wa matibabu ya magonjwa ya akili, tunasomesha wataalamu katika ubobezi. Mwaka huu tumepokea wataalamu kutoka nchi za Uingereza, kutoka India, kutoka South Africa katika maeneo ya ubobezi katika matibabu ya magonjwa ya akili pamoja na kudumisha afya ya akili. Kwa mpango ambao tunapoelekea miaka 100 mwakani, kwanza tutafanya tafrija kubwa sana. Tunategemea wote tushiriki, lakini katika kuelekea kwenye miaka 100 tunategemea kujenga kituo cha umahiri cha afya ya ubongo. Itakuwa kina huduma za tiba za kimataifa, huduma za mafunzo, huduma za utafiti. Tutajenga, hii ni project kubwa ambayo tumeshaiwasilisha katika ngazi ya Wizara ya Afya. Tunaendelea kuiwasilisha ili kuweza kutengewa fedha, na tunadhani by mwaka wa fedha ujao tutaanza kuitengeneza.